Karibu mtazamaji wa Dodoma City TV, yafuatayo ni matukio ya wiki kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma kuanzia Septemba 29 hadi Oktoba 4, 2025. Kwanza ni muktasari wake. Wananchi mkoani Dodoma watakiwa kufuata sheria za nchi. Vikundi vya kijamii viaswa kujisajili kwenye mfumo wa NeST. Na katika michezo, shule ya msingi Kisasa yatekeleza ajenda ya kukuza vipaji kupitia michezo na burudani. Nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Wito umetolewa kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma kufuata sheria za nchi kwa sababu pasi na hivyo watafichuliwa kupitia mfumo wa kisasa wa kamera za barabarani CCTV zilizofungwa kwenye maeneo kadhaa ya jiji la Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule aliyasema hayo Septemba 30 alipokuwa kwenye ziara ya ukaguzi wa mradi wa kusimika kamera za barabarani kwenye maungio ya barabara za kuingia na kutoka mkoa wa Dodoma kwa lengo la kuimarisha ulinzi na usalama ndani ya jiji hilo la makao makuu ya nchi. Kwa vipaumbele vya serikali kwa usalama ndio jambo la kwanza, maana yake tuendelee kutenga fedha tena kwa ajili ya kufanya jambo hili sasa iwe ni historia. Na sisi mmeona tunataka tuite watalii, tunataka tuwaite wageni na wanakuja kwa sababu kupata huduma mbalimbali. Kwa sifa yetu kubwa ni kuambia ukija Dodoma uko salama. Hiyo ndio itakuwa sifa kubwa ya kuwafanya waje hapa bila hofu. Tuwashukuru hata watu binafsi ambao nao wameanza kufanya vitu hivi. Tumeona kwenye barabara, kwenye maduka na nini wakati fulani, nao tumekuwa tukitumia hata vyombo vyao wakati fulani kubaini matukio ya kiusalama. Niendelee kuwapa shime kwa jambo hilo, ni uzalendo lakini pia ni kujiimarisha kiusalama hata wao wenyewe. Kwa wale ambao wana nafasi ya kufanya hivyo waendelee kufanya. Wanapofanya wao, serikali ikafanya, private sector ikafanya, ndipo ambapo tunaendelea kuaminisha jamii yetu kuwa iko salama, na kila mtu akitaka kuja Dodoma anajua pale nikienda nikitaka kufanya kibaka fulani mtaonekana. Lakini tumepata hiyo shime ya taasisi kwa tunao wajibu pia wa kuweka usalama wa vitu vya serikali kwenye maeneo yetu ambavyo kwavyo tumepewa dhamana ya kuvisimamia. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri alisema kuwa ni muhimu mwanafunzi kupata chakula akiwa shuleni kwa sababu itamsaidia kukaa muda mrefu na kusoma kwa bidii akiwa na afya njema. Aliyasema hayo katika mahafali ya kuaga wanafunzi waliohitimu elimu ya msingi katika shule ya msingi Kisasa. Na kama vile haitoshi, wanapokuwa hapa shuleni ni muhimu wakapata chakula. Ameongea vizuri pa mwalimu mkuu na mimi naunga mkono kwenye rai hiyo. Portion ile ambayo mwanao anakula chakula cha mchana nyumbani, wewe lete hapa shuleni. Mtoto wewe ajumuike na wenzake wapate chakula. Sisi kama watu wazima tukienda kwenye mikutano tukapangiwa ratiba ya siku nzima, isiwe na chai, isiwe na chakula cha mchana, hiyo semina itaonekana ilifeli na mara zingine haina utulivu. Sasa maisha ya mwanafunzi ni ya Januari Desemba anayaishi hivyo. Kumnyima chakula sio tu kumnyima haki ya mtoto, lakini pia ni kumfanya akose utulivu darasani na ashindwe kufuatilia masomo. Kwa hiyo niwaombe kama ambavyo mnafanya muendelee kufanya hivyo, na wale wachache ambao wanakuwa na uzito tuendelee kuhamasisha, na nipitie fursa hii pia kuwataka na wao watendee watoto wao haki. Lakini la pili, nataka kutoa rai kwa wanafunzi wetu ambao wanahitimu. La kwanza, ninawapongeza sana, hongereni sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana, mmetoka safari ndefu. Inawezekana baadhi yenu mlianza madarasa ya awali, kindergarten, wengine hamkuanza. Lakini leo tunafahari ya kwamba miongoni mwa wale 284 mlioanza mnahitimu 261 hivi. Halmashauri ya jiji la Dodoma imefanya kikao na vikundi mbalimbali vya kijamii kwa lengo la kuelimisha jinsi ya kujisajili na kutumia mfumo wa manunuzi ya serikali maarufu kama NeST. Akizungumza katika kikao hiko kilichofanyika Oktoba 1 katika ukumbi wa shule ya sekondari Dodoma, afisa mazingira wa halmashauri ya jiji la Dodoma Ali Mfinanga alisema kuwa kupitia mfumo huo vikundi vitapata nafasi ya kujisajili na kuomba kazi zinazotolewa na serikali. Kwa jina naitwa Ali Mfinanga, ni afisa mazingira kutoka halmashauri ya Dodoma. Leo tulikuwa na kikao pamoja na wadau wetu, kwa maana vikundi mbalimbali vya kijamii ambapo vinatekeleza majukumu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na swala zima la usafi na udhibiti wa taka ngumu, lakini pia kuna vikundi vinavyofanya shughuli za ujenzi, na lengo kuu hapa lilikuwa ni kupeana uelewa ama maarifa ya pamoja kuhusiana na matumizi ya mfumo wa NeST katika kuomba kazi zao.
Kama mnavyofahamu, ni maelekezo ya serikali sasa huduma zote zinazotolewa na halmashauri kupitia kwenye mfumo wa manunuzi wa NeST. Kwa hiyo leo tulikuwa tunawapitisha washiriki wetu, vikundi vyetu, kwenye namna gani wanaweza kujisajili kwenye mfumo huo na hatimaye kuweza kuomba kazi. Lengo kuu lilikuwa ni kutoa uelewa wa pamoja katika kuhakikisha hakuna kikundi ambacho kinashindwa kutekeleza majukumu kwa sababu kimeshindwa kufanya usajili kwenye mfumo wa NeST. Mmeona wenyewe hapo, watu wa maendeleo ya jamii, sisi watu wa mazingira, pamoja na watu wa biashara, pamoja na watu wa manunuzi, tumeshirikiana kwa pamoja katika kufikisha hiyo elimu, na mmepata mrejesho, kwa maana feedback. Vikundi wameridhishwa na namna walivyopata elimu na wanaenda sasa moja kwa moja kwenye kutekeleza majukumu yao kupitia mfumo wa NeST. Miongoni mwa washiriki waliohudhuria mafunzo hayo walikuwa Warda Kisaka, mwanachama wa kikundi cha wabunifu, na John Samuel, mwenyekiti wa kikundi cha mwamko vijana kiuchumi. Wamewataka wananchi wote kuchangamkia fursa za mafunzo hayo kwa sababu ni nafasi muhimu kwa vikundi na wananchi kujifunza namna ya kushiriki kikamilifu katika manunuzi ya serikali. Warda Kisaka Rexford, mimi ni mwanachama wa kikundi cha wabunifu group ambacho kinashughulika na kutengeneza mifumo mbalimbali. Tunaangalia matatizo ya kijamii na tunayasolve kitaalamu zaidi kwa kuandaa mifumo mbalimbali. Nashukuru kwa semina hii kwa sababu nimepata fursa ya kuelewa zaidi namna ya kuweza kujisajili na mfumo wa NeST na kuweza kupata tenda ambayo itatusaidia katika kikundi chetu na kusaidia jamii kwa ujumla. Ushauri wangu ni kwamba kikundi ni muhimu sana kujisajili katika mfumo wa NeST, na pia tunawaomba na kuwasihi watu wote wanaposikia matangazo haya ya kupata elimu mbalimbali juu ya mfumo wa NeST waweze kuhudhuria. Ina manufaa sana makubwa sana. Kwa hiyo naomba popote mtakaposikia juu ya swala zima la mfumo wa NeST au la kikundi au elimu yote inayotolewa na halmashauri, naombeni mshiriki. Naitwa John Samuel Chandi, ni mwenyekiti wa kikundi cha mwamko wa vijana kiuchumi, lakini pia ni katibu wa umoja wa vikundi vya usafi na mazingira jiji la Dodoma. Leo tuko hapa, tunamshukuru Mungu kupata fursa ya kujifunza juu ya masuala mazima ya mfumo wa kujisajili kwenye mfumo wa NeST, lakini pia namna ya kuweza kuchangamkia fursa ambazo tayari serikali imezitengeneza kwa ajili yetu sisi vikundi maalum. Halmashauri ya jiji la Dodoma kuelekea maadhimisho ya siku ya kichaa cha mbwa duniani ilifanya zoezi la uchumaji chanjo ya bure kwa mbwa, hatua inayolenga kulinda afya ya mifugo na jamii kwa ujumla dhidi ya ugonjwa huo hatari. Akizungumza na waandishi wa habari katika zoezi hilo, mtaalamu wa mifugo kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma Frank Kwayu alisema kuwa serikali inaendelea kuhakikisha jamii inalindwa dhidi ya madhara yatokanayo na ugonjwa huo kwa kutoa chanjo bure kila mwaka. Kwa majina naitwa Frank Kwayu, ni mtaalamu wa mifugo, natokea idara ya mifugo na uvuvi halmashauri ya jiji la Dodoma. Hapa leo tunaadhimisha ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Asilimia kubwa ugonjwa huu unaua sana watu, almost kwa mwaka takriban watu 2500 wanakufa kwa ajili ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa mtu kung'atwa na mbwa ambao hajapata chanjo ya kichaa cha mbwa. Hii siku ya leo tunaadhimisha uchanjaji wa kichaa cha mbwa katika jiji letu la Dodoma, ambao wafugaji wampata huduma ya kuchanjiwa mbwa wao, na chanjo hii inatolewa ni bure, haina malipo yoyote. Tutaendelea kuchanja kwenye kata zote katika jiji letu la Dodoma kuhakikisha kwamba tunatokomeza ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa. Chanjo hii ni chanjo ya serikali, ndio wanyama tunachanja bure, hususani mbwa na paka, ndio wanyama ambao kwa asilimia kubwa wanasababisha ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa. Ushauri wangu kwa wafugaji, naomba sana wahamasike na tuendelee kutoa elimu kwa wafugaji, waendelee kuleta mifugo yao ili tuweze kuwapatia chanjo. Nia na madhumuni ya serikali kutokomeza kichaa cha mbwa kwenye mkoa wetu wa Dodoma na sehemu mbalimbali, kwa sababu maadhimisho haya yanafanyika nchi nzima. Kwa upande wake, mfugaji wa mbwa kutoka Ngowo Brothers Kennel Brighton Ngowo alishukuru serikali kwa huduma hiyo, akisema imesaidia kupunguza hofu ya maambukizi kwenye familia na jamii. Jina naitwa Brighton Elias Ngowo, kwa jina la biashara naitwa Ngowo Brothers Kennel. Mimi kwanza siku ya leo nimechukulia kama siku ya pekee sana kwa serikali kuona nafasi ya upekee kwa wafugaji, kutupa nafasi ya kuchanja mbwa wetu hapa. Na faida kama tunavyojua, mbwa wetu bila chanjo, na hawa ni wanyama wa kufuga,
inakuwa haifai, kwa sababu madhara yao kwenye jamii ni makubwa sana. Kama tunavyoona namba kubwa ya watu wanaoathirika na kichaa cha mbwa inazidi kuwa kubwa kila siku, lakini serikali nao imeona namna gani ya kupunguza hili jambo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nimefurahika sana kwa serikali kuona kwa jicho la mbali kwamba kuna umuhimu sana wa kuchanja kila baada ya muda fulani na kutupa nafasi sisi wafugaji kuja kuchanja hapa bure. So pia ningependa kuwahamasisha wafugaji wengine ambao wao wamekosa nafasi ya kuchanja leo mbwa, wahakikishe wana update chanjo zao. Kama mimi nachanja mbwa wangu na mbwa wangu wote wako updated kwenye chanjo. Na katika michezo, shule ya msingi Kisasa ina utaratibu wa kufanya michezo mbalimbali ya watoto kwa lengo la kuwasaidia kiakili na kimwili, na imekuwa ikifanya vizuri katika michezo ya cricket, mpira wa miguu na riadha. Akizungumza na waandishi wa habari, mwalimu wa michezo shuleni hapo Id Besha alisema kuwa michezo inasaidia kukuza taaluma ya wanafunzi kwa sababu wanakuwa wakipata muda sahihi wa kupumzika na pia kukuza vipaji vyao. Kwa jina naitwa mwalimu Id Besha, ni mwalimu wa shule ya msingi Kisasa iliyopo kata ya Dodoma Makulu, halmashauri ya jiji la Dodoma. Pia vijana wetu wa shule ya msingi Kisasa wanashiriki katika mashindano mbalimbali. Kwa mfano mwaka huu 2025 tulikuwa na bonanza la cricket la halmashauri ya jiji Dodoma. Timu yetu ya Kisasa ni mojawapo kati ya shule ambazo zina timu ya cricket. Kwa hiyo tulishiriki kwa timu zote mbili, timu ya wasichana na timu ya wavulana, lakini tulifanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali kwa wavulana na wasichana na tulipata vikombe. Lakini kwa michezo mingine kama riadha, mwaka huu tumetoa wanafunzi zaidi ya 3 ambao waliishia katika ngazi ya mkoa. Lakini pia huwa tunapenda kuwaeleza wanafunzi wetu kwamba taaluma na michezo ni vitu ambavyo viko sambamba. Yaani bila michezo basi huwezi ukawa mzuri katika taaluma. Na pia unatakiwa uzingatie taaluma pamoja na michezo. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Joseph Mkayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.